Kujua nyota yako ni miongoni mwa vitu ambavyo vinaweza kukufungulia milango mbalimbali ya mafanikio katika maisha yako. Kila mwanadamu aliyezaliwa na kuishi kwenye hii dunia huzaliwa akiwa na aina fulani ya nyota. Kwani kwa kawaida makundi 12 ya nyota yanayotambuliwa katika elimu ya astrology hutokana na mwezi pamoja na tarehe ambayo mwanadamu huzaliwa. Kama wewe ni miongoni mwa wanadamu ambao hawaijui nyota yao, kupitia video hii utakwenda kuijua nyota yako. Lakini utakapoijua nyota yako, utakwenda kujua kutokana na nyota yako ni vitu gani ambavyo unatakiwa kuvifanya katika hii dunia na ni vitu gani ambavyo hautakiwi kuvifanya katika hii dunia. Ni kazi gani ambazo ukizifanya zitakupa mafanikio kuliko kazi nyingine. Kwani hata siri za kazi zetu zimejificha katika nyota zetu. Kabla sijakwenda kukuambia ni namna gani unavyoweza kutambua kazi ambayo itakupa mafanikio kwa kutumia nyota yako, ngoja nikuambie ni kwa namna gani unavyoweza kutambua nyota yako. Jambo la kwanza, hakikisha unaijua tarehe na mwezi ambao ulizaliwa. Utakapoweza kujua vitu hivyo, sasa twende nikakuambie ni kwa namna gani unavyoweza kujua upo katika kundi gani la nyota. Nyota ya kwanza inaitwa Aries. Aries ni binadamu ambao wamezaliwa kuanzia tarehe 21 mwezi wa 3 mpaka tarehe 19 mwezi wa 4. Nyota ya pili inaitwa Taurus. Hii ni nyota ya wanadamu ambao wamezaliwa kuanzia tarehe 20 ya mwezi wa 4 mpaka tarehe 20 ya mwezi wa 5. Kundi la tatu la nyota ni Gemini. Hawa ni binadamu ambao wao huzaliwa kuanzia tarehe 21 mwezi wa 5 mpaka tarehe 20 ya mwezi wa 6. Kundi jingine la nyota ni Cancer. Hawa ni binadamu ambao huzaliwa kuanzia tarehe 21 ya mwezi wa 6 mpaka tarehe 22 ya mwezi wa 7. Na kundi jingine la nyota ni nyota ambayo inaitwa Leo. Hili ni kundi la binadamu ambao wao huzaliwa kuanzia tarehe 23 mwezi wa 7 mpaka tarehe 22 mwezi wa 8. Kundi jingine la nyota ni nyota ya Virgo. Hawa ni binadamu ambao huzaliwa kuanzia tarehe 23 ya mwezi wa 8 mpaka tarehe 22 ya mwezi wa 9. Kundi linalofuata ni Libra. Binadamu wenye nyota ya Libra, hawa ni binadamu ambao huzaliwa kuanzia tarehe 23 ya mwezi wa 9 mpaka tarehe 22 ya mwezi wa 10. Kundi jingine la nyota ni nyota ya Scorpion. Hawa ni binadamu ambao huzaliwa kuanzia tarehe 23 mwezi wa 10 mpaka tarehe 21 mwezi wa 11. Na kundi jingine la nyota ni nyota inayojulikana kama Sagittarius. Hawa ni binadamu ambao huzaliwa kuanzia tarehe 22 mwezi wa 11 mpaka tarehe 21 mwezi wa 12. Na kundi jingine la nyota ni binadamu ambao huzaliwa wakiwa na nyota ya Capricorn. Hawa ni binadamu ambao huzaliwa kuanzia tarehe 22 Disemba, yani tarehe 22 mwezi wa 12 mpaka tarehe 19 ya mwezi wa kwanza. Kundi jingine la nyota ni nyota ya Aquarius. Hawa ni binadamu ambao huzaliwa kuanzia tarehe 20 Januari, yani tarehe 20 mwezi wa kwanza mpaka tarehe 18 mwezi wa pili. Na kundi la 12 ambalo ndio kundi la mwisho la nyota ni nyota ya Pisces. Hawa ni binadamu ambao huzaliwa kuanzia tarehe 19 mwezi wa pili mpaka tarehe 20 mwezi wa 3. Kama umefuatilia mlolongo huu kwa makini, basi umeshaelewa nyota yako. Na kama nilivyokuambia, nyota ambayo mwanadamu huzaliwa nayo hutokana na alama za nyota ambazo hujionyesha katika anga. Kwani tarehe yako au mwezi wako wa kuzaliwa, huwa kuna nyota ambazo zimejikusanya angani na kutengeneza umbile fulani. Sawa sawa na umbile ambalo lipo katika anga, ndivyo nyota yako huwa inakuwepo. Ina maana ikiwa ni umbile la nge, basi wewe utakuwa mwanadamu ambaye umezaliwa ukiwa na nyota ya nge.
Kama nyota zimejiweka katika umbo la Simba, basi wewe utakuwa miongoni mwa binadamu ambao wamezaliwa wakiwa na nyota ya Simba. Hivyo ndivyo unavyotakiwa kujua nyota yako. Kwa sababu ninaamini umeshajua wewe ni mwanadamu ambaye ulizaliwa ukiwa na nyota gani. Basi ngoja nikwambie kitu kimoja. Kila nyota imebeba tabia fulani. Ina maana kama wewe ni mwanadamu mwenye nyota fulani, basi zipo tabia ambazo unazo ambazo hauwezi kuzipata kwa binadamu mwenye nyota nyingine, kwa sababu nyota ambayo umezaliwa nayo inaeleza kuhusu tabia, sifa zako na mwenendo wako wa maisha. Basi hata kazi ambayo unatakiwa kuifanya kulingana na nyota yako inatakiwa iendane na tabia, sifa na mwenendo ambao umeegemea katika nyota yako. Kwa sababu hiyo, ndani ya video hii nitakwenda kukuambia sifa ambazo unazo kulingana na nyota yako, lakini kazi ambazo ukifanya zitakwenda kukupa mafanikio kuliko kazi nyingine kulingana na nyota yako. Kama nawe ni miongoni mwa binadamu waliovutiwa na mada hii, basi video hii imetengenezwa mahususi kwa ajili yako. Jiunge nasi kwa kusubscribe katika chaneli hii ya Fafanuo Media. Hapo utakuwa wa kwanza kupata video zetu pindi tunapoziweka kwenye chaneli hii. Hautajutia MB zako, kwani mara zote tunajitahidi kuwa bora zaidi ya jana. Asante, enjoy. Kundi la kwanza la binadamu ni binadamu waliozaliwa wakiwa na nyota ya Aries. Hawa ni binadamu ambao huzaliwa kati ya tarehe 21 mwezi wa 3 mpaka tarehe 19 mwezi wa 2. Ina maana mwanadamu yeyote ambaye amezaliwa katika wakati huu, yani tarehe 21, 22, 23 mpaka mwezi wa 4 tarehe 19, basi huyu ni mwanadamu ambaye amezaliwa akiwa na nyota ya Aries. Mara nyingi binadamu waliozaliwa wakiwa na nyota ya Aries ni binadamu wenye hulka ya ujasiri kuliko binadamu wengine, lakini ni watu wanaopenda kuchukua maamuzi ya haraka kuliko binadamu wengine. Wana sifa ya uongozi mzuri kuliko binadamu wa makundi mengine. Ni watu wanaopenda kufanya kazi zinazohitaji maamuzi ya haraka. Kwa sababu ya sifa zao, ili waweze kufanikiwa zaidi katika maisha yao, binadamu wa kundi hili wanatakiwa kujishughulisha na shughuli ambazo zinahusiana na ujasiriamali, kwani ujasiriamali unahitaji mtu asiyekuwa mwoga, yani mtu jasiri, mtu mwenye uthubutu, na sifa hiyo wanayo binadamu wa kundi hili. Lakini pia sifa nyingine ya binadamu wa kundi hili tumesema kuwa ni watu wanaoweza kufanya maamuzi ya haraka. Hivyo binadamu wa kundi hili wanapofanya shughuli yoyote ambayo inahusiana na mambo ya uongozi, wanaweza kufanikiwa zaidi kwa sababu maamuzi yao yanaweza kuwa ni ya haraka, lakini kwa sababu ya ujasiri wao wanaweza kutokuwa na hofu katika kuwaongoza binadamu wengine. Lakini ni vema wakawa binadamu wanaosimamia miradi, kwa sababu usimamizi wa miradi unahitaji ujasiri, maamuzi ya haraka na uongozi mzuri, jambo ambalo binadamu wa kundi hili wamezaliwa wakiwa nalo. Lakini pia wanaweza kufanya shughuli kama za udaktari, kwa sababu udaktari ni miongoni mwa kazi ambazo zinahitaji maamuzi ya haraka pamoja na ujasiri, kwani tumekuwa tukiwapoteza wagonjwa wengi katika hospitali zetu kwa sababu ya madaktari kushindwa kufanya maamuzi kwa wakati. Kwa sababu wewe ni binadamu ambaye umezaliwa katika kundi hili, utakapofanya shughuli ambazo zinahusiana na masuala hayo, utakuwa na mafanikio makubwa kuliko makundi mengine ya binadamu. Kundi la pili la binadamu ni binadamu ambao wamezaliwa wakiwa na nyota ya Taurus. Hawa ni binadamu ambao huzaliwa kuanzia tarehe 20 ya mwezi wa 4 mpaka tarehe 20 ya mwezi wa 5. Kwa kawaida, hawa ni binadamu ambao huzaliwa wakiwa na nguvu ya uvumilivu na upendo wenye utulivu ndani yake. Ni watu ambao wanapofanya kazi ambazo zinahusiana na masuala ya kisanii wanaweza kufanikiwa zaidi, au wakati mwingine watakapofanya shughuli ambazo zinahusiana na masuala ya kifedha ama uzalishaji wa bidhaa wanaweza kufanikiwa kuliko makundi mengine ya binadamu. Ni kwa sababu ni watu ambao wanayo nguvu ya uvumilivu katika nyakati mbalimbali, lakini wana utulivu, kwa sababu masuala yanayohusiana na udhibiti wa fedha yanahusisha uvumilivu pamoja na umakini wa hali ya juu, mambo ambayo wanayo binadamu wa kundi hili. Basi binadamu wa kundi hili watakapoweza kujihusisha katika kushughulika na kazi zinazohusiana na mambo hayo, watakwenda kufanikiwa
kufanikiwa kuliko makundi mengine ya wanadamu. Kundi jingine la wanadamu ni wanadamu waliozaliwa wakiwa na nyota ya Gemini. Hawa ni watu ambao huzaliwa kuanzia tarehe 21 mwezi wa 5 mpaka tarehe 20 ya mwezi wa 6. Hawa ni binadamu waliozaliwa wakiwa na sifa kubwa ya ufanisi katika maisha yao. Ni watu wenye ufanisi katika mawasiliano, lakini ni watu wenye ufanisi katika mambo ya uandishi. Hawa ni binadamu ambao ili waweze kufanikiwa katika maisha yao kuliko binadamu wengine, wanatakiwa kujihusisha na masuala yanayohusiana na uandishi. Kama wewe ni binadamu wa kundi hili, utakapojishughulisha na shughuli za uandishi wa habari, uandishi wa vitabu, ama ufanisi wa jambo lolote ambalo linahusiana na habari ama uandishi, kama mtangazaji, mwandishi ama mtu ambaye unahariri habari, unaweza kuwa mtu mwenye mafanikio makubwa kuliko binadamu wengine. Hivyo, kama wewe ni binadamu wa kundi hili, tafadhali anza kujihusisha na masuala ya uandishi, utapata mafanikio makubwa kuliko binadamu wengine. Kundi la 4 la binadamu ni binadamu waliozaliwa wakiwa na nyota ya Kansa. Hawa ni binadamu ambao huzaliwa kuanzia tarehe 21 ya mwezi wa 6 mpaka tarehe 22 ya mwezi wa 7. Binadamu waliozaliwa wakiwa na nyota hii, hawa ni binadamu ambao wanapenda kukaa nyumbani na kuishi kwenye makazi mazuri yanayowapa utulivu wa kweli. Ni watu wanaopenda usalama pamoja na marafiki pamoja na familia. Ni watu wanaopenda kufuatilia historia ya ukoo. Binadamu hawa ni watu ambao huwa ni rahisi sana kujulikana kuliko makundi mengine ya wanadamu, lakini ni binadamu wenye huruma ya kweli kwa watu wengine. Ni binadamu makini wanaopenda kuwa waangalifu kwenye maisha yao kutokana na sifa pamoja na tabia zao. Ili waweze kupata mafanikio katika maisha yao, binadamu wa kundi hili ni lazima wajihusishe katika shughuli ambazo zinawakutanisha wao na jamii moja kwa moja, kwani kutokana na sifa zao ni watu ambao wanaweza kuwa na mvuto katika biashara, lakini pia ni binadamu ambao wanaweza kufanya shughuli ambazo zinahusiana na masuala ya kifedha, kwani kwa sababu ya umakini waliokuwa nao kwenye maisha yao, watakapofanya shughuli hizo watapata mafanikio makubwa kuliko makundi mengine ya wanadamu. Lakini pia ni watu ambao watakapofanya kazi za uuguzi wanaweza kufanikiwa zaidi kwa sababu wana huruma na hali ya kuwajali watu wengine, jambo ambalo linaweza kupelekea asilimia kubwa ya wanadamu watamani kuhudumiwa nao. Kama unavyojua, huduma ni service ambayo ili mtu aweze kuipata lazima alipie. Kwa sababu hiyo, binadamu wa kundi hili watapata mafanikio makubwa kuliko makundi mengine ya wanadamu. Namba 6, binadamu waliozaliwa wakiwa na nyota ya Leo, kwa Kiswahili Simba. Hawa ni binadamu ambao huzaliwa kuanzia tarehe 23 ya mwezi wa 7 mpaka tarehe 22 ya mwezi wa 8. Hawa ni binadamu wenye haiba ya ujasiri kuliko makundi mengine ya binadamu. Ni binadamu ambao wanapofanya jambo fulani kwenye mazingira, wanapenda waonekane mbele ya watu wengine, lakini ni binadamu wenye maamuzi sahihi katika maisha yao. Ili binadamu wa kundi hili waweze kufanikiwa katika maisha yao, wanatakiwa kujishughulisha na vitu ambavyo vinahusisha ujasiri ambao asilimia kubwa ya binadamu hawana. Lakini pia kwa kuwa ni binadamu ambao wana haiba ya kuogopwa lakini wana ujasiri wa kweli ndani yao, ni watu ambao wanaweza kufanya kazi ambazo zinahusiana na masuala ya ulinzi kama uaskari ama jeshi. Lakini pia ni binadamu ambao wanaweza kuwaongoza watu wengine, kwani ujasiri ambao binadamu wa kundi hili wamezaliwa nao unatosha kabisa kuwafanya wawe viongozi katika maisha ya watu wengine. Namba 7 ni binadamu waliozaliwa wakiwa na nyota ya Virgo, ama kwa Kiswahili nyota ya mashuke. Hawa ni binadamu ambao huzaliwa kuanzia tarehe 23 ya mwezi wa 8 mpaka tarehe 22 ya mwezi wa 9. Kundi hili la binadamu ni binadamu ambao huwa wanaishi wakiwa na matarajio makubwa juu yao wenyewe. Ni binadamu wanaopenda kufanya kazi kwa mikono yao wenyewe. Ni binadamu wenye ujuzi
na wenye mafanikio makubwa kazini kuliko makundi mengine ya wanadamu kwa sababu ya asili yao ya kupenda kujituma kuliko binadamu wengine. Ni watu ambao wanaweza kufanya kazi nyingi kwa wakati mmoja, yani kufanya kazi zaidi ya moja kwa wakati mmoja. Ni binadamu ambao wanajua kupangilia vizuri muda wao na kutekeleza ndoto ambazo wanazo katika maisha yao. Kuna muda mwingine huwa ni binadamu wenye udadisi na kuna wakati wanakuwa wabishi ili kuhakikisha mambo ambayo wanatamani kuyajua wanaweza kuyafahamu kiundani zaidi. Ni binadamu ambao wanapenda kufanikisha mambo kwa utimilifu ambao binadamu wengine wanaweza wasiufikie. Ni binadamu wanaopenda umakini katika kila wanachokifanya kwenye maisha yao kuliko makundi mengine ya binadamu, lakini pia ni waangalifu katika kazi zao, wanajali afya zao. Ili binadamu hawa waweze kupata mafanikio makubwa katika maisha yao, ni lazima wafanye kazi ambazo zinaendana na sifa pamoja na tabia zao. Miongoni mwa kazi ambazo wakizifanya wanaweza kufanikiwa zaidi ni kazi za ujasusi ama upelelezi. Ama ni watu ambao wanapofanya kazi zinazohusiana na uandishi wa habari wanaweza kufanikiwa kuliko makundi mengine ya wanadamu, lakini pia kwa sababu ya udadisi wao, watakapojihusisha na masuala ya biashara wanaweza kufanikiwa kwa sababu biashara inahitaji udadisi. Wateja utawapata wapi na bidhaa utazichukua wapi? Namba 8, binadamu waliozaliwa wakiwa na nyota ya Libra ama kwa Kiswahili nyota ya mizani. Hawa ni binadamu ambao huzaliwa kuanzia tarehe 23 mwezi wa 9 mpaka tarehe 21 ya mwezi wa 10. Binadamu wa kundi hili huzaliwa wakiwa na sifa zifuatazo. Ni binadamu wenye hisia nzito, wanapopenda huwa wanapenda kweli, lakini ni binadamu wanaopenda kufanya mambo makubwa katika maisha yao. Ni watu wanaopenda vitu vizuri maishani mwao, wanapenda ujasiriamali na ni watu wenye uwezo wa kukabiliana na changamoto mbalimbali ambazo zinakuja katika maisha yao. Wanatumia nguvu katika kufanikisha vitu mbalimbali kwenye maisha yao. Ni watu wenye ujasiri mkubwa kuliko makundi mengine ya binadamu, lakini ni wastahimilivu, wanapenda ushindani kwenye maisha yao, wana uwezo, wanapenda kuchagua mambo katika maisha yao. Ni binadamu wanaopenda kujitegemea kuliko kuwategemea binadamu wengine. Ili binadamu wa kundi hili waweze kufanikiwa katika maisha yao, ni lazima wafanye shughuli ambazo zinahitaji ujasiri, yani shughuli ambazo binadamu wengine hawawezi kustahimili kuzifanya. Kwa mfano, wakidiriki kufanya uthubutu katika mambo mbalimbali ambayo watu wengine wanaogopa, kwa sababu ya ujasiri na ustahimilivu waliokuwa nao, wanaweza kufanikiwa. Lakini wanaweza kufanikiwa zaidi katika masuala ya ujasiriamali kwa sababu ya tabia yao ya ushindani. Lakini ni watu ambao mara nyingi wanaweza kuwa viongozi wazuri, kwani wana uwezo mkubwa wa kukabiliana na changamoto mbalimbali, lakini pia kufanya maamuzi dhidi yao pamoja na watu wengine. Lakini ni watu ambao wanaweza kumiliki vitu alafu wao wakawa wasimamizi, kwani wana tabia ya kupenda umiliki katika maisha yao kuliko makundi mengine ya wanadamu. Namba 9, binadamu wanaozaliwa kuanzia tarehe 22 mwezi wa 11 mpaka tarehe 21 mwezi wa 12. Hawa ni binadamu ambao wamezaliwa wakiwa na sifa zifuatazo. Wanapenda falsafa katika maisha yao. Wanapenda kukusanya habari mbalimbali kwenye maisha yao. Ni watu wenye uwezo mkubwa wa kiakili kuliko makundi mengine. Ni watu wanaopenda changamoto kwenye maisha yao na kuzitatua. Ni binadamu wenye nguvu ambazo huwafanya waweze kufanikiwa na kusonga mbele katika maisha yao mara nyingi. Ili binadamu wa kundi hili waweze kufanikiwa kwenye maisha yao, ni lazima wafanye shughuli ambazo wanaweza kuzifanya kwa uhuru. Kwa mfano, shughuli za kujiajiri kama biashara, kilimo ama shughuli yoyote ambayo haiwafanyi wawe chini ya uongozi wa mtu mwingine. Namba 10, binadamu wanaozaliwa kuanzia tarehe 22 mwezi wa 12 mpaka tarehe 19 mwezi wa 1. Hawa ni binadamu ambao alama yao ni udongo. Ni watu ambao wanapenda amani kwenye maisha yao, lakini ni watu ambao wanapenda kufanya vitu kwa utimilifu kuliko makundi mengine ya binadamu. Ni watu wenye malengo makubwa, lakini wana mipango na matarajio makubwa kwenye maisha yao.
lakini ni binadamu wenye uwezo mkubwa wa kutatua matatizo na kuleta amani katika eneo ambalo amani imekosekana. Ili binadamu wa kundi hili waweze kufanikiwa katika maisha yao, ni lazima wafanye shughuli ambazo zinawakutanisha wao na watu moja kwa moja. Kwa mfano, uongozi ambao unawalazimu kuwepo katika eneo la tukio ili waweze kutoa huduma ya moja kwa moja. Lakini pia wakifanya biashara wanaweza kufanikiwa kwa sababu ni watu ambao wanajua namna gani ya kuwahudumia wateja na kuwafanya wateja wavutiwe kurudi tena katika vituo vyao vya huduma. Namba 11, binadamu ambao huzaliwa kuanzia tarehe 20 mwezi wa kwanza mpaka tarehe 18 mwezi wa pili. Hawa ni binadamu ambao alama yao ni hewa. Ni watu ambao huwa hawavutiwi kufuata utaratibu ambao umewekwa katika mazingira fulani. Lakini ni watu ambao kuna muda huwa wanaingiwa na hali ya ubinafsi, kwani wanapenda kufanya vitu kiupekee. Ni watu wanaopenda kujitegemea, lakini ni watu wanaopenda kuwa peke yao kuliko kuwa na makundi mengine ya watu. Ni binadamu wenye huruma. Ni watu wenye maono ya kuona mbali kuliko makundi mengine ya binadamu, lakini ni binadamu wenye ufahamu wa hali ya juu, lakini ni wabunifu katika maisha yao. Ili binadamu wa kundi hili waweze kufanikiwa katika maisha yao, ni lazima wajaribu kufanya kazi ambazo haziwaweki chini ya utawala ama utaratibu wa watu fulani, kwani mara nyingi kama watafanya kazi ambazo zinawaweka chini ya kivuli cha utaratibu fulani, kwa kuwa ni watu ambao hawapendi kufuata utaratibu, mara nyingi watakuwa katika migogoro na wamiliki wa biashara hizo au wa ofisi hizo. Hawa ni binadamu ambao wanatakiwa kufanya shughuli ambazo wanazimiliki wao wenyewe. Kama ni biashara, basi wawe wanazimiliki wao wenyewe. Kundi la 12 ni binadamu ambao huzaliwa kuanzia tarehe 19 mwezi wa pili mpaka tarehe 20 mwezi wa tatu. Binadamu waliozaliwa katika wakati huu, hawa ni wanadamu ambao alama yao ni maji. Ni watu wenye ufahamu wa hali ya juu katika mambo mbalimbali. Ni binadamu wanaopenda ukweli kwenye maisha yao. Ni watu wenye hisia nzito lakini hawana ubinafsi kwenye maisha yao. Ni binadamu wanaopenda uaminifu, lakini pia wanapenda amani kwenye maisha yao. Ni watu wenye huruma. Wanapojitoa katika jambo lako, wanajitoa bila unafiki wowote. Ni binadamu wenye ndoto kubwa kwenye maisha yao. Ni wabunifu, lakini kuna wakati hutawaliwa na aibu kwenye maisha yao. Ili binadamu wa kundi hili waweze kufanikiwa katika maisha yao, hawa ni watu ambao wanatakiwa kufanya shughuli ambazo zinawakutanisha na watu moja kwa moja, ingawa wakati mwingine hawatakiwi kuwa na huruma, kwa sababu kitendo cha kuwa na huruma kinaweza kikapelekea wakawa watu ambao hawafanikiwi, kwa sababu watu mara nyingi wanapenda kutumia huruma yao kwa namna ya kujinufaisha wao, huku wakiwacha wao katika mateso. Lakini pia ni watu ambao wanatakiwa kujihusisha na kazi ambazo zinahusiana na kuleta amani na utulivu katika jamii. Kwa mfano, ustawi wa jamii, utendaji au kazi zinazohusiana na masuala ya uaskari. Mimi kwa leo naomba niishie hapa. Ninahitimisha nikiamini kuna jambo kubwa ambalo umejifunza kupitia video hii. Nikutakie wakati mwema na nimalize kwa kusema nawapenda sana sana zaidi ya sana. Asante, tukutane tena katika video ijayo.